kwa jina lako tumekubali kuitwa. Bwana apewe sifa. Tunaitwa kwa jina lako, usituache. We are called by your name, leave us not. There is a level God cannot leave you. Kuna level unafika Mungu hawezi kufanyaje kuacha. Ni a certain dimension. Bwana apewe sifa. Kuna dimension unafika God cannot leave you. Why? Because Jesus said I cannot leave you and I cannot forsake you. Amen. Kuna dimension ambayo Mungu hawezi kuacha wala hawezi kupungukia. Yesu hawezi kuacha wala kupungukia. Kwa hiyo ni dimension ambayo nataka uingie. Amen. Ambao unajikuta kwenye mazingira God cannot forsake you. Juzi nilikuwa Mbezi Beach kwenye ibada ya Ijumaa. One of my son, kijana mmoja akaja. Alikuwa maisha yake yameharibika sana. Then ana kazi, ana chochote. So akawa ananisumbua mara kwa mara. Anafika na kama miezi mitatu pale kanisa kama sio minne. So akawa ananisumbua sana, prophet ABCD. Nimwambia kubali kuwa wana Yesu. Amen. God cannot leave you and cannot forsake you. Amen. If you are chosen, not called. Many are called but few are chosen. Amen. They are called. Kuna watu walimeitwa na wengine wameteuliwa. So many are called but few are chosen. Kwa hiyo wale ambao wako chosen ni watu ambao Mungu hawezi kuwaacha. Yes. Many are called. Jumapili niwafundisha ile mbegu kwamba nyingine ikazaa 50, ikazaa 100 ya zile mbegu zikamka kwenye udongo mzuri, si ndio? Zikazaa 30, 60 nini? 100. Huyo ni Mathayo. Luka amesema akataja 100 peke yake. Yohana, Marko ameanza 100, Marko ameanza 30, 60 100, Mathayo ameanza 100, 60 30. Sawa eh? Kwa hiyo zilidondoka kwenye udongo mzuri. Zingine mbegu zikadondoka kwenye miba, kwenye kando ya njia, lakini zile ambazo zilidondoka kwenye udongo mzuri zikawa kundi haya matatu. Amen. Moja kazaa 60, nyingine 30, nyingine 100. Sawa eh? Kwa hiyo unaweza kuwa umeokoka, we are called. Hizo mbegu ambazo zimewekwa kwenye udongo mzuri ni walioitwa. We are called. Amen. Lakini ukisoma kitabu cha Luka akutaja 30 au 60, aitaja 100 peke yake. You get my point? Kwa maana many are called but few are chosen. Amen. Waliochaguliwa ni wale wenye 100 ambao wanasema Mungu anatembea duniani akitafuta watu ambao moyo wao umekamilika kumwelekea yeye. You get my point? Kwa hiyo moyo ukikamilika kumwelekea Mungu, there is no way out. Hakuna njia yoyote ambayo Mungu anaweza kukuacha. Amen. Au akakupita. So God cannot forsake you and they cannot leave you. Hiyo ndio dimension nyingine ambao watu kanisani hatuijui. Na kwa nini hatuijui? Ni kwa sababu ya historia tuliyozaliwa. Amen. Ni dimension ambao kila muamini inabidi atoke kwenye level ya kuitwa, ya kuitwa awe chosen, awe mteule. Bwana sifa. You get my point? As a dimension ambao Ibilisi anaitumia kuwataki just watu kwa kanisani. Tuna mashaka na Yesu, tuna mashaka na Mungu. Yani hauamini kwamba Mungu anaweza kupa watoto. Yani una mashaka. Amen. Yani kwa sababu kuna upande mwingine una obey God, upande mwingine una obey shetani. Kwa Biblia inasema hivi, msienende kama kawaida ya ulimwengu huu. Amen. Bwana apewe sifa. Na anasema nanyi mlikuwa wafu kwa ajili ya makosa yenu ambao mlienenda pale zamani kwa kufuata mfalme wa ulimwengu huu. Yani leo atendee kazi kwa nini wa kuasi. Kwa kuna wakati unakaa kanisani, one part na obey God and another part I obey Mungu. Bwana apewe sifa. Yani unaamini Mungu yupo, ila hauna uhakika kama akakuponya HIV. Hauamini kama atakuponya cancer. You get the point? Kwa dimension ambayo ulimwengu umetufanya tunamwamini Mungu kwa sehemu. So tunakuwa 60 au 30. Yani anasema anawatafuta watu kama wale ambao moyo wao umekamilika kumwendea Mungu. Yeremia pale. Bwana apewe sifa. Kwa kanisani tuna watu ni wamedondoka kwenye udongo mzuri, they are the church. Amen. Lakini ni 60 au 30. Kwa ukishakuwa 60, kuna kanisa la Laodikia, kitabu cha Ufunuo. Akasema kwa malaika wa kanisa la Laodikia, andika na yajua matendo yako, si ndio? Ya kwamba wewe sio baridi wala sio moto, ni vuguvugu nitakutapika. Kwa kuna kanisa tulionao duniani ni Laodikia. Bwana apewe sifa. Anajua matendo yetu, sio baridi, sio moto, ni vuguvugu anatapika. Kwa hiyo tuna 60 40 ya shetani. Tuna 30 70 ya ni kanisa lilikuwa Laodikia. It was the church. Amen. Si baridi si
moto. Anasema ni yeye ungekuwa baridi au ungekuwa moto kuliko kuwa vuguvugu nitakutapika. Kwa hiyo makanisani tuna watu vuguvugu. Ngokea jirani yako. Nilikuwa naficha juzi kwenye ibada hapa Jumani kwamba Paulo anasema lakini sisi tumeyakataa matendo ya aibu yaliyo stirika, yaliyofichika. Yaani mgeuke jirani yako, unaonekana mpole, mzuri, handsome boy. Amen. Beautiful. Lakini tukiweka flash ya maisha yako, sema yale yasiyojulikana. They will know you. Hallelujah. Mungu ngona kwa juu. Kanisani unasali, mwambie tuweke yale. Paulo anasema tumeyakataa matendo ya aibu yasiyostirika. Kuna watu mna matendo yamestirika. Ukiwa kanisani unaonekana mpendo, unatembea kawaida hivi. Wakiweka flash yako watajua Mungu wangu hii ndo Adamu au ni mtu mwingine. Punga mkono wako juu if you are here. Hallelujah. Amen. You get my point? Why? Because you have no full counsel of the Holy Spirit. Kwa sababu ndani yako haujakamilika, haujawa 100, moyo wako haujakamilika kumwendea Mungu aliye hai. That's why you believe God by parts. Are you listening? Unamwamini Mungu kwa sehemu. Kuna sehemu haimwamini Mungu 100%. Kwa hiyo unakuja kanisani kama show. Amen. Just to come to church. Ila hauamini. Oh my God. Biblia inasema pale chini yake anasema sisi tumekataa matendo yaliyostirika. Anasema injili yetu ikiwa imestirika, imestirika kwao wanaopotea. Kuna injili ambayo ni idol gospel. Kuna injili iliyofichwa ambayo watu wengi natusumbua. Amen. Kwa sababu umezaliwa kwenye mahali, kwenye kanisa ambalo aliamini miujiza, ishara, maajabu, aliamini Mungu anaponya. Kwa hiyo unamchukua Mungu kama something ambayo ni kuabudiwa, hana manifestation. Unakuta mchungaji, askofu, mzee wa kanisa anakufundisha theolojia, anafundisha maandiko, lakini baadaye na kwa mganga wa kienyeji anakuambia hizo, mimi nimeona baba sifa. Niliona kiongozi mmoja wa dini mkubwa, nimekaa naye baba sifa. Kiongozi afundisha siku ya ibada, siku mwanae ameuma, kaita mganga wa kienyeji. Sasa hivi huyu Mungu anatuambia kila siku kama mganga atoa jini, kwani asije kubreza habari za Mungu akatumikia waganga? Bwana pewe sifa. You get my point? Kwa kuna injili imestirika, watu waifahamu. Ukisema Yesu anaponya, ukisema Mungu anaona siri za watu, anafanya miujiza, watu waamini kwa sababu hiyo injili kwao imestirika, kwa sababu wanapotea. Are you listening? Kwa mtu anaelewa hapo? Bwana pewe sifa. I remember one day haikuja hapa kiongozi mmoja wa dini mkubwa sana siku za nyuma, kubwa sana, anaonekana kama TV mkubwa. Kwa kafika hapa nilikuwa ninaona watu Jumanne, akasema jamani mnipitishe huko. Bwana pewe sifa. Wakapitisha huko ndani kidogo akaingia ofisini. Nikasema ni wewe. Nikaanza kumtabia mambo yake. Akasema mzee, juzi ulikuwa mahali fulani umezinda dada fulani na fulani na fulani. Wewe ni baba yangu. Mimi napaswa nimuite baba kwa yale maneno uko na tuwavaa yale makubwa. Nikasema kwanza wewe ni baba yangu. Bwana pewe sifa. Nikasema okay. But kuna mambo yaliyo stirika. Praise God. Amen. Anaambia nimekuja, najua Yesu yupo, sawa? Lakini hii naomba uniponye, unisaidie. Bwana pewe sifa. Ana shida zake na yeye. Why? Wao injili yetu sio imefichika. Imefichika kwa wanaopotea. Lakini Yesu yupo, anaponya, anafungua, anaweka huru. Praise God. Wangapi wanaelewa vizuri? Kwa anataka watu ambao moyo wao umekamilika kumwelekea yeye, ambao ni 100 wakaangukia kwenye udongo mzuri. Nyingine kazaa 100, nyingine 60, nyingine 30. Kwa hiyo kanisa la Bwana Yesu hatuhitaji 30, hatuhitaji 60, tunahitaji 100. Amen. Yaani moyo wako umekamilika kumwelekea yeye. Una uhakika God cannot forsake you, cannot leave you. In any situation you come out. Amen. Praise God. Amen. Una uhakika like Moses. Musa alikuwa na uhakika. Imetokea bahari ya Shamu, anawaambia sikia, angalia muone matendo ya Mungu atakayotendea. Bwana pewe sifa. Amen. Bahari ya Shamu, njia ikipatikana, wakati kuna bahari ya Shamu, unaweza kaone njia, yeye anaona njia. Bwana pewe sifa. Amen. Kama uko chosen, utaona njia mahali pasipo na nini? Njia. You get the point?
Wewe unasema haiwezekani, unasema inawezekana. Haiwezekani, inawezekana. Haiwezekani, inawezekana. Haiwezekani, inawezekana. The Bible says the power of faith, all things are possible. Hallelujah. Amen. Now tumeandika make it possible and manifest. Yes. Imeandikwaje hapo juu? Make it possible and manifest. Make it possible and manifest. Yes. There is no impossible to God. Amen. Mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Yes. Mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Make things possible and manifest. Kuna uwezekano kusafiri, wa kujenga, wa kuwa na biashara, wa kufanikiwa, wa kuwa na maisha bora. There is a possibility. Yes. Praise God. Amen. But lazima moyo wako uwe umekamilika, hauna mashaka naye. Funga mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nahitaji moyo wangu ukamilike. 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 Nahitaji moyo wangu kukuelekea wewe. Kukuelekea wewe. Nilikuwa najifunza swali moja. Yaani hiyo imani ulionayo kwa maisha magumu, si ndio? Hivi kwa nini ukigeuza hiyo imani kama maisha ni marahisi? How do you think? Unajua watu wanaamini, wana imani kwamba things are difficulties. Yes. Amen. Amen. Baba sifa. Amen. Things are difficult. But I want to tell you something. Yes. Things are possible. Amen. Are possible. Amen. Are possible. Amen. Are possible. Amen. Things are possible. Yes. Things are possible. Amen. Oh my God. There is no limitation. Yes. If you believe Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi mnaelewa? Mambo yanawezekana. Nimeona watu wanaponya HIV. Nimeona watu wanaponya cancer stage 4. IC. Nimeona by my eyes. Nimeona watu wanapona hapa. Tulikuwa nini? Vijana wangu nilikuwa nao Kigamboni. Kigamboni kuna binti moja alikuja tumbo kubwa, na nafikia atakacha kuja hapa. Tumbo kubwa hivi. Amen. Amen. Madaktari wamwambia na cancer. Akanifuata hapa kaja Kigamboni. Kamwambia Kigamboni kwa kongamano. Juzi anakuja Mbezi Beach. Naye kwa Mbezi Beach juzi. Ulimuona? Hata mimi mwenyewe kashanza. Ngamwambia hivi imekuwa kwaje? Akasema prophet, uliponiombea pale Kigamboni, cancer imepona. Sina shida. Amekuwa God can do something. Amen. God can do something. Amen. God can do something. Amen. Can do something. Amen. Can do something. Amen. Can do something. Amen. But yes. You have to have full counsel of Holy Spirit. Amen. Huyo kijana nilikuwa nawadisia engineer, mambo yake iko tight. Nikamwambia nangu utasafiri, utafanya, nikamwambia mambo mengi. Akasema baba itakuwaje? Nikamwambia wewe usiende kumshika Yesu. Juzi alikuja kuniona Jumatano ofisini, kuja baba nakuja kusalimia. Nikamwambia umekuja kuniona get ready. Akasema baba mimi sielewi. Nikasema utaelewa. Ijumaa juzi akanifuata analia. Akasema nini mwanangu? Akasema baba ni apply kazi, nimetoka Canada, kazi nimepata Canada. Amen. Nimepata kazi hapa Dar es Salaam. Apata kazi kama 4. Sasa baba niende wapi? Baba sifa. Niende wapi? Baba akasema kwa mara ya kwanza mimi ninaamini Yesu yupo. Praise God. Amen. Jesus is alive. Amen. Jesus is alive. Amen. Jesus can do something. Amen. Something. Amen. Something. Amen. Something. Amen. Kwa hiyo ukiona mtu ana maisha mazuri asikutishie, mwambie usitishie. Usitishie. Biblia inasema sio watu wakimbiao washindao kwenye mchezo. Amen. Sio wenye hekima wapatao cheo. Amen. Anasema time and chance. Yes. Time and chance. Shall teach you wisdom. Time and chance comes to all. Time and chance happen to them all. Amen. Time and chance bahati na muda uwapata wote. Bwana sifa. Kwa usio mtu amejenga gorofa lako shanga nyumba yake gari yako kushangaze. Wewe usipe shida. Mwambie time and chance happen to them all. Yes. Praise God. Amen. What you need is to be with Christ. Usiogope, China utaenda, Japan utaenda, Marekani utaenda, biashara utafanya, ndoa utafungwa, kazi utafanikiwa, utakuwa na maisha, utapona. It is a matter of time and chance. Amen. Anasema sio wote wakimbia kwenye mchezo ushinda. Yes. Hapana. Sio wote wenye hekima uteuliwa, lakini wakati na bahati uwapata wote. Kuna watu hapa mlikuwa na magari, uongo kweli? Ukaona jamaa ana Corolla namba A. Ana Karina nini Visti. Unakuwa na baridi, Mungu wangu jamaa na Visti. Kuna watu hapa mna mashine ya magari mpaka praise God. Ila ngo lako juu. Why? Because of time
and chance. Punga mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiniache. Usiniache. Time and chance. Mwambie time and chance. 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 Kwa hiyo yani kumwambia usinibabaishe. Mwambie usinibabaishe hapa. Chana mimi wala pesa. Amen. Mimi Mungu amenibariki na nyumba. Yes. Unamuonesha nani na nyumba? Mimi. Huyo naye mlingishia nyumba na gari, siku akitokea gari yako itakuwa namba D, yeye namba nini, namba C, yeye ana D, ana E, ana F, ana E, ana T. Why? It is a matter of time and chance. Come for Jesus. Amen. I remember one day in our village, kuna mzee mmoja alikuwa na gari Kalina. Mnajua Kalina Kwa maana kwanza unaona gari Kalina in a village. Mzee alikuwa mkorofi baba. Baba anaweka mbwa. Yes, kuliko kupa lift ni bora nimpe lift nini? Mbwa. That man was very alikuwa mzee hatari yake. Mnashangaa gari lake, yani kijijini mnashangaa nini? Mzee ana gari Kalina. Mwenye kitu unafahamu? Unashangaa Kalina. Kwa hiyo akiacha gari nyewe mnakimbia gari, mnakimbia na mzee mkorofi baba sifa. Na nyumba ilikuwa kameweka gate. Yani auingii baba sifa. Yani nyinyi ni second end. Praise God. Yeye ana maisha fulani hivi. But sema but time and chance. Time and chance. Wakati wako utafika, mtu asikudharau, asione ufai. Unafaa zaidi, utafanikiwa, utaishi, utaendelea, utafika mbali, utajenga, utakuwa na watoto, utakuwa na ndoa, utaishi, hakuna kufa. We are untouchable, unshakable, undeadable, unfoldable, unshakable. Amen. Why? Because we trust and we believe Jesus. Punga mkono wako juu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiniache. Usiniache. Usinipite. Usinipite. Unamwamini Yesu? Amen. Unamwamini Yesu? Amen. Sasa kinachofanya usimwamini Yesu, kuna kitu ulikula. Sasa kuna kitu nilikula. Kuna kitu nilikula. Soma pale kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema atulegei. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika, wala atuenendi kwa ila, wala kuchanganya neno la Mungu na uongo. Hapa ndo kuna shida. Hapa ndo kuna shida ya Wakristo wote. Just tuliokoka wengi tuko 30 au 60. Hatujafika kwenye 100. Kwa sababu tumetokea mahali ambako wanachanganya neno la Mungu na nini? Na uongo. That's why many believers, watu wengi waliokoka au watu wengi makanisani, hawaliamini neno la Mungu kwamba linaweza kufanya miujiza. Amen. Yani unajua movies zote, unashangaa mtu anajua movies zote. Nilikuwa angalia dada moja zamani miaka 2007 na 6. Binti hajui kusoma. Lakini anajua kuna movie fulani ulikuwa unaangalia usiku mpaka vyakula wakina mama wanauza vyakula. Inaitwaje movie? I don't know Kijerumani, I don't know kiwapi. Lugha yake ieleweke. Lakini mtu anajua mpaka majina, mpaka kinachofuata kesho yake. Ngao mshangao binti, hujui kusoma. Hujui kuandika. Unajua kutafasiri hiyo lugha, mnaifahamu hiyo kitu. Lakini weka the word of God. Nilikuwa naomba hapo kanisani. Biblia inasema neno langu ni upanga. Amen. Lina makali. Ukataka kuili, Bwana pewe sifa. So when you put the word of God, watu wakataka kuelewa. Asa kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya foundation ya kuchanganya la Mungu nini na uongo. You get the point? Ya tamani maziwa ya akili yasiyogoshwa, ambao katika hayo mtakula nini? Wokovu. Kuna maziwa ya akili. The word of God ni maziwa ya akili yasiyogoshwa. Amen. Amen. Ambao katika hayo utakulia nini? Wokovu. Ila kwa bahati mbaya kuna watu wanachanganya neno la Mungu na nini? Na uongo. Kwa hiyo wao ni 30 au 60. Praise God. Amen. That's why tusikwambia Yesu anaponya, ila kwa kuwa fikra yako imepofushwa au uamini anaponya. Nikija hapa kuambia historia zako, maisha yako yote unashangaa huyu jamaa vipi? No, si bilio. Tena unaambia wale jamani Freemason wale ni waongo wale. Wale ni waongo. Praise God. Hivi kwa nakwambia kuna juzi nilikuwa Mbezi. Nikamwambia mzee, asubuhi ya leo kuna jambo litokea nyumbani kwako. Umevaa nguo ya mke wako. Akasema prophet,
umejuaje? Mimi asubuhi ngambia saa 2 asubuhi, umeamka asubuhi ukavaa suruali ya mkako ukashtuka. Akasema Mungu wako. Ngasema okay, nilikuwepo juzi Jumapili Beach, nilikuwepo. Hapana, ili naonaje unavaa suruali ya mke wako asubuhi? Ile mtu anatokea kwambia hivi hawa ni waongo, huo nikamwambia ni uongo. Hapana, amen. Ni kwa sababu shetani, Mungu wa dunia hii, amewapofusha fikra kwa unaaminishwa ili upate kuelewa sawa sawa. Kwa sababu anayekufundisha yeye hajawahi kufanywa muujiza, hajawahi kuwa nguvu ya Mungu ya ajabu, hajawahi kuponya mtu, amen, hajawahi kuponywa. Kwa ni ngumu kuelezea how God is powerful. Baba sifa ile uko nako juu. Mungu wa dunia amewapusha nini? Fikra. Tukisema Mungu anabariki, anabadilisha, anaokoa, anasha dhambi, ni ngumu kuamini kwa sababu fikra yao imefanyaje? Mtu mmoja akaniambia, prophet, hivi nawezaje kuacha uzinzi mimi? Hivi kuacha uzinzi ni jambo gumu. Hivi mimi niokoke niache pombe, tatiti pombe. Kama kwa kitu chepesi kuacha ni pombe. Amen. Ile kwa sababu fikra ya dunia hii, Mungu wa dunia hii amekupofusha fikra. Unaamini ni ngumu kuacha nini? Pombe. Ni ngumu kuacha dhambi. Kwa hiyo sisi ambao tunafunga na kuomba kuja kanisani, tunaonekana tumepotea. Wao wanaonekana na akili, kumbe wao wamepotea. Oh my God. Praise God. Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Sasa Bwana Yesu, leo nisaidie. Nitaifahamu kweli, na hiyo kweli itaniweka huru. Praise God. Amen. Ila kuna kwa Yesu. Bwana Yesu. Not by power. Not by power. Not by might. Not by might. But by the Spirit. But by the Spirit. Amwambia Zerubabeli na Zekaria, kamwambia mfalme, huo mji mtaujenga. Mfalme ana nguvu na mamlaka. Mwambie mfalme anawazuia, huo mji utajengwa sio kwa nguvu wala kwa mamlaka, but kwa roho. Yes. Ila kwa kumwambia jana nitafanikiwa. Tafanikiwa. Not by power. Not by power. Or by might. But by the Spirit. But by the Spirit. Praise God. Amen. Mnaelewa? Amen. Kuna watu mtafanikiwa by the Spirit of God. Amen. Mtafanikiwa by the Spirit of God. Amen. Mtafanikiwa by the Spirit of God. Amen. Mtafika mbali by the Spirit of God. Amen. Mtaishi by the Spirit of God. Amen. Mtapona by the Spirit of God. Amen. Mtafunga ndoa by the Spirit of God. Oh yes. Mtazaa watoto by the Spirit of God. I receive it. Mbali by the Spirit of God. Amen. Praise God. Amen. Ila kuna wako je? Funga Biblia. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19:21. Baada ya Yesu kuja duniani, amen. Na msiko wakini alikuja na mission moja ya kulinua kanisa. Wale watu walikuwa wamepotea, tulikuwa tumepotea. Yesu akatunua kwa damu yake. Then akasema, na kuambia wewe ndio Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail it. Baba sifa. Nitajenga kanisa na malango ya kuzimu hayata. Baba sifa. Kumbuka Yesu alipozaliwa, alizaliwa chini ya utawala wa Roma. Roman Empire. Amen. Sawa Kipindi kile dunia ilikuwa tawala nini? Na Rumi na Romani. Na mpaka leo Roma inatawala dunia. Kubali kataa. Baba sifa. Hiyo ni empire, ni kingdom. Ni utawala kabisa, ni kingdom. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa alizaliwa chini ya utawala wa nini? Wa Rumi, wa Roma. Kumbuka Herode alikuwa mfalme wa Rumi. Amen. Akawa na wasiwasi baada ya kusikia mfalme amezaliwa Yesu Kristo. Akasema angalia kwa maandiko imeandikwa nani nabii gani kwamba Yesu atazaliwa wapi? Wakakuta kwamba Yesu atazaliwa Bethlehem kule Nazareti. Amen. Wakaanza mission ya kumwona nani? Wewe fikiri mtoto amezaliwa leo, unaua watoto wadogo wote, huyu mtoto atakufanya nini? They knew, walijua kwamba huu nabii utatimia. Huyu mtoto akifika miaka 30 dunia nzima itamfuata. Why? Because it was prophesied by Isaiah a prophet. Kwa wakataka kumwoa Yesu mapema, lakini ikashindikana. Amen. Yesu baadaye akazaliwa, akakuwa, akafa miaka 33, akafufuka. Akaacha mitume 10 ngapi?
12. Roman Empire ikawa mtume wote, na mtume wa mwisho kufa alikuwa ni Yohana. Walimua kwenye kisiwa cha nini cha Patmo, akauawa kwa kuchomwa nini kwenye mafuta kule Patmo. Umeelewa? Petro mtume ameuawa kule Rumi. You get the point? Then kanisa likapitia kipindi cha giza, wakapigwa, wakauawa Kristo. Wakristo wakauawa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja kuwa mkombozi, mwokozi wa ulimwengu. Wakristo wakauawa mpaka ulipofika mwaka wa 300 AD, after Christ AD, baada ya Kristo, mwaka AD, mwaka 306 akatokea mfalme anaitwa Constantino. That man was great man. Constantino baada ya kuingia akashangaa kuona Wakristo wanauawa, wanapigwa, wanauawa kila siku, lakini hawamwachi Yesu. Akajiuliza maswali, hawa viumbe kama wanakufa kwa kumtaja Yesu yule ambaye hayupo, nikiwaachia huru wa watu wataniheshimu mimi, sitopinduliwa, watakuwa tayari kunipigania mimi, kunifia. You get the point? Na kihistoria Rumi kule kwa Rumi, siongee kanisa la Roma, naongea Rumi. Warumi kasha yao wanaamini nini? Masanamu. Yani hata kabla ya Kristo, Roma na kuanzia kitabu cha Danieli wanaabudu nini? Masanamu. You get the point? Amen. Nataka kuna mahali naelekea, kuna tisha leo utapona kabisa. Amen. Kama una ugonjwa utakuashia. Amen. Kama kuna giza utaondoka saa hii. Amen. Roman wao asili yao ni kuamini nini? Masanamu. Hata kabla ya kanisa ndio tamaduni zao, ndio kasha yao. Ni kama Wachaga. Wachaga oye. Wachaga oye. Wachaga wote wanaamini matambiko, ndio ilikuwa kasha yao. Msinipige mawe Wachaga, nyinyi mmeokoka. Baba si. Lakini ndio kweli wenyewe. Au uongo? Mama, uongo kweli? Ukweli. Wachaga wanaamini matambiko, ndio kacha yao. Baba sifa. Kwa hiyo Mchaga na mbuzi ni kaka na dada. Baba sifa. Uongo kweli? Na ambao wanapenda nyama kabla unaanza kupenda nyama ni Wachaga, au sio? Kwa sababu nyinyi mnajua kutambika, kwa hiyo mkitambika mnakunywa damu, mnakula nyama leo baki. Mmekula kwa mazingira haya. Baba sifa. Kwa hiyo Wachaga wanapenda nini? Matambiko. Sasa wa Roma kiasili walikuwa wanaabudu nini? Masanamu. Kama Wachaga wanaweza kuongoza kwa mizimu. Sawa? Anambia huyu bwana mwendee mzee huyu kabla asije akakulani. Bwana apewe sifa. You get the point? Kwa ni kata yao. Basi tumeelewana Kwa na Waroma tuwalaumu kwa sababu Waroma ndio asili yao. Nimesoma miungu duniani, nimesoma dini 2054. Mimi hapa nimejifunza dini 2054. Amen. Mnajua Mazda? Mnajua Mazda? Mazda ni Mungu. Mungu wa watu gani? Mazda ni Mungu. Na nimenunua Mazda. Nimenunua nini? Mazda. Sai Baba. Mnajua Sai Baba? Napanda gari ya Sai Baba. Sai Baba ni Mungu. Hamjui? Baba ya sifa. Kwa hiyo unaona vitu kama hivi. Sai Baba nini? Kwa na wao na miungu yao. Ukita point? Na dini ni njia ya watu wametufanya kumtafuta Mungu. Kwa hiyo dini ni njia ya watu waliotengeneza kumtafuta nani? Lakini sisi njia tunayo. Yesu ndio njia, kweli na uzima. Amen. Get the point? Amen. Then kwa asili ya Roma, naomba usome kitabu cha The Book of Acts 19:31. Naomba nione kitabu cha Matendo ya Mitume 19:21. Kwa hiyo Waroma toka zamani wanaabudu nani? Sanamu. Amen. Siongelee kanisa, naongelea nini?
kasha ya Kirumi. Aya, angalia Matendo ya Mitume 10:21. Naomba muongeze nataka neno ukubwa wake. Anasema tusome pale kwa pamoja hapo juu. Na mke asome pale mbele. Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, ndio Paulo akazimu rohoni mwake, ndio akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema, akasemaje? Baada ya kuwako huko yanipasa kuona na Rumi pia. Akasema baada ya kuwepo huko Yerusalemu yanipasa kuona na Rumi pia mji wa Roma. Akatuma watu wawili miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia. Ndio. Nao ni Timotheo na Elasto. Ndio. Yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Ndio. Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile. Wakati kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia hiyo. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio. Sema Demetrio. Mfua fedha. Yeye alikuwa akifanya kazi ya kufua nini? Fedha. Aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi. Alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Alikuwa akifanya vihekalu vidogo vya nani? Vya Artemi na kuwapatia mafundi fedha nyingi. Akawakusanya hao, ndio, pamoja na wengine wenye kazi ile ile. Akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao. Akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Kwamba huyu bwana Paulo amekuja Rumi, anahubiri kwamba inayofanywa kwa mikono sio nini? Sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudhalauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu, Artemi, kuhesabiwa si kitu, na kuondolea utukufu wake, ambaye Asia yote pia walimwengu wote humwabudu. Anasema na Mungu, na si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudhalauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke. Kwa Waroma toka zamani Mungu wao ni wa kike, anaitwa Artemi. Kuna mtu anasema naondoka hapa kanisa, mlango uko pale. Bwana Yesu sifa. Amen. 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 Toka zamani Mungu wa Rumi ni nini? Ni Mungu mke, anaitwa nani? Artemi, ambaye Demetrio alikuwa anafanya hekalu ambao ulimwengu utafanyaje? Hata mwaka wa 306 baada ya Konstantino kutangaza freedom, akatangaza Wakristo wasiwawe ili wawe free, kwa sababu yeye anadai kwamba akiwashia huru kama kwa demokrasia wao watamtupigania. Lakini baadaye akaja na mission moja, akasema alikwenda kupigana vita, akaona msalaba, akaambiwa kama shida katika msalaba. Hiyo tunaweka nayo. Bwana pewe sifa. Lakini baadaye akatangaza freedom. Alipotangaza uhuru, na ndio maana zamani sasa kanisa likaingia kwenye siasa, kwenye serikali, akatangaza nini? Uhuru. Kwa hiyo Wakristo wengi wakaingia kwenye, wakawa uhuru. Asa ili wale wapagani wa Roma, ili asiwe kacha ya Roma, lakini intention ilikuwa ni kwamba kubadilisha watu wa Rumi wale kacha ya Roma, ili wapagani wale wa Rumi wapagani wasigombane naye. Akawaambia huyu Artemi ndo mama yake Yesu. Huyu Mungu mke wa Roma ndio mama yake nini? Kwa hata Wakristo walioingia pale baada ya kuwa huru wakaamini kama nilivyokuwa mimi. Bwana pewe sifa, kwamba huyu ni mama yake nani? Yesu, lakini ni Mungu hakika anaitwa Artemi. Yes. You get my point? Kwa hiyo fikra zetu pale zilikuwa corrupted. Bwana pewe sifa. Na ndio maana baadaye Martin Luther akaja kugundua makosa 96 ikiwemo hili, akawa Protestant wa kwanza. Amen. Akajingoa, sawa, akafukuzwa, akaanzisha kanisa, na alikuita Lutheran kanisa lake. Hapana. You get the point? Walipokuja baadhi ya watu 10,000 kutoka Jerumani wakamia Marekani, kumbuka hata Ukristo, Yesu akuleta Ukristo. Yesu sasa enendeni ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu.
Amen. Baadaye jina Ukristo tulitwa na wapagani kule Antiokia. Yes. Wa Antiokia wakatoa Wakristo, hawa na Wakristo, hawa na Wakristo. You get my point? Amen. Sasa baadaye baada ya kanisa kukua, Wakristo wamekuwa huru, ile injili kaanza kupotea. You get my point? Na kutoka wakina Martin Luther, wakina nini Ellen G. White, watu wengi baada ya sifa. Sasa baadaye yakaanza Protestant, na wote wanatengeneza Protestant kwa makosa, kukosoa. Lakini Martin Luther alikuwa ameweka msingi mzuri wa maana. Amen. Alipoondoka ikatokea mistake. Yesu alisema, nami nakuambia wewe ndio Petro. Amen. Peter. Sasa watu wanasema kwamba kanisa limejengwa juu ya Peter. Sio kweli. Neno Petro ni jiwe, Petrus ni mwamba. Kwa hiyo Yesu akujenga kanisa juu ya nani? Ya Petro. Alijenga juu ya Petrus, ambayo alikuwa anamwambia, aliposema wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai, akamwambia macho na nyama haikufunulia hayo, bali Mungu wa mbinguni. Na juu ya mwamba huyo Petrus, hilo jibu lililotoa, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, juu ya mimi mwana wa Mungu aliye hai, juu yangu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatanishinda. Kanisa limejengwa kwa mwanzisho wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Wangapi wanaelewa? Kwa hiyo Petro ni jiwe. Yesu akusema jiwe, alisema Petrus ambao ni mwamba. Wangapi wanaelewa? You get my point? Then baadaye najenga kanisa langu, najenga kanisa langu. Kwa hiyo inakuwaje leo gari la Martini linaitwa Liliani? Inakuwa kwa hilo yani namshukuru Mungu amenipa gari, cheti Liliani. Inakuwa swala kwako. Ni nani? Liliani. Okay. Sisi tulioko hapa wote hatuna uhakika kama baba zetu ni baba zetu. Unabisha? Yaani akiwepo hakuna mtu mwenye uhakika kama baba zetu ni baba. Yaani hata wanangu mimi, kama sio huruma ya mama sina kitu pale. Bwana pesa. Ukweli eti. Sawa? Na ndio maana Waislamu wamuita Yesu bin Maryam. Kwanza mwenye uhakika wa mtoto ni mama. Sawa? Yaani mama aleta wale watoto, au mama akiamua leo kwamba limemuingia na kumuingia, akasema hawa watoto sio wa kwako, nitahangaika na DNA wewe. Pambana na DNA. Lakini huyu anaanza kupima DNA huyu. You get the point? Asa kinachotupa umiliki sisi wa baba, huruma iliyokuja, wale watoto wanaitwa kwa majina yetu. Hicho pekee ndio kinakufanya wao watoto wako. Hicho tu, kwamba Jessica Pasco, Jessica Johnny, Jessica Martini. Hicho tu. Kama haitu kwa jina lako mzee, umepigwa. Praise God. Amen. Kwa wanaume wote, uhalali wa watoto wetu, Jacqueline Mduma, mama yule akisema leo ni Jacqueline Joseph, mzee una cha kwako hapo. Praise God. Kwa kinachotufanya tuitwe kama nisema huyu ni mwanangu, ni kwa sababu anaitwa kwa jina langu. Kwa hiyo namtunza, namlea, sawa, namhudumia kwa sababu anaitwa kwa jina. Lakini mama akinigeuka kwamba siku hiyo sio wa kwako, mpendwa, na jina linabadilika pale. Uongo kweli? Baba ya sifa. Kwa hiyo uwalaji unao kama ni watoto wetu ni kwa jina. Na ndio maana hata mwanamke ili amilikiwe, yani huyu mama baba anaitwa Jonas, si ndio? Alipokuja kwangu, ili kwangu awe wa kwangu, aitwa kwa Jonas, sasa hivi anaitwa kwa Philibert. Amen. Ili awe ni wa nini? Ni wa kwangu. You get my point? Bwana si naeleweka So the point is, Yesu ili liwe kanisa la Yesu, sema
lazima liitwe kwa jina lake. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 anasemaje? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mambo ya Nyakati wa Pili, umeelewa? Ikiwa watu wangu, soma pale, naomba mniwekee. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Watu wa Yesu lazima waitwe kwa jina lake. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, au kuanzia Injili mpaka Ufunuo, hakuna mahali kanisa la Mungu lilishawahi kuitwa kwa jina la mtu au la chama au la nchi au la eneo. Never. Waliandika kanisa la Mungu liko Efeso, kanisa la Mungu liko Rumi, kanisa la Mungu lele. Leo tuna kanisa la Mtakatifu Violet. Baba yasifa. Tuna kanisa linaandikwa Kinyelezi Gospel Church. You get my point? Lakini hebu tuwafuate wa mitume. Paulo alisema, wewe sasa ni wa Paulo, ni wa Apolo, ni wa Paulo, ni wa Petro. Je, Apolo aliwafia msalabani? Yesu alinunua kanisa kwa damu yake nini? Mwenyewe. Sasa Yesu anunue kanisa, wewe chukua atimiliki. Wangapi wanaelewa? Soma pale, mama nisome. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Yes. Lazima uitwe kwa jina. Sasa angalia shetani, na ndio maana makanisa hatuelewani. Tuna vita, tuna confusion. Huyu anaamini hiki, huyu anaamini kile. Hatuna umoja, hatupendani. Tuna vita. Why? Ni kwa sababu kila mtu amechukua cha kwake. Mimi zamani nilikuwa sema mimi ni Mroma. Mimi ni nani? Mimi ni wa Roma. Yes. Nani anakumiliki? Ukisema mimi ni wa Roma, nani anakumiliki? Roma. Mwingine anasema mimi ni wa England, Mwanglikana. Nani yani baada ya Roma kuwa kubwa ukatokea vita kati ya mfalme Henry wa 12, si ndio? Alikuwa na mke Catherine, akataka kumwoa Hana. Amen. Papa akamwambia papa atakuwa wake wawili. Papa akasema hatuna huo mfumo. Ikatokea vita, ndo chanzo cha kanisa la Anglican. Akasema kama ndio hivyo, na sisi tutakuwa na kanisa letu England. Leo mimi ni Anglican, I'm England. Baba sifa. Wewe ni mimi Anglikana. Yaani wewe unakata sio Yesu. Wewe ni nini? Ni England. Baba sifa. Baadaye wale Martin Luther akasema sasa sisi ni wa Luther. Ni wa Martin, ni wa Lutheri. Umeona hii kitu ni kwa sababu tumegawana makundi. Tumegawa mwili wa Kristo makundi for our own interest. Amen. Na unajisifia, mimi ni Mwanglikana, mimi ni Mroma, Roma ni Catholic. Baba yasifu. Unakataa kusema wewe ni Mkristo, ni wa Kristo. Ikiwa watu wangu waitwa kwa jina, asa mtu anafungua kanisa, anaamka asubuhi sema ZX10 Church. Who told you that? Baba yasifu. Kwa mtu anakuja na mentality uwafupisha fikra. Lakini soma Biblia, hakuna mahali kanisa lishakuitwa jina la mtu. Paulo alisema ni jina kwenye Biblia imeandikwa kanisa la Mungu, kanisa la Kristo, kanisa la Mungu, kanisa la Bwana Yesu. Bwana pia sifa. Just why hata sisi tumesajiliwa kama kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Kwa hiyo ukisema mimi ni wa Filipi unanionea. Sisi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa. Yes. Wewe ni wa Bwana Yesu. Kanisa ni kusanyiko. Sisi ni wa Bwana Yesu kwa mataifa yote. Uwe Marekani wa Bwana Yesu. Amen. Uwe China wa Bwana Yesu. Amen. Uwe Japani wa Bwana Yesu. Amen. Uwe Uingereza wa Bwana Yesu. Mimi ni wa Bwana Yesu. Kila taifa kwa every corner. I'm of Jesus Christ. Amen. Praise God. Amen. Wako umeelewa? Amen. Wako umeelewa? Amen. Kwa hiyo leo lazima tuwe Bwana Yesu, tukae ndani yake. Why? Tukiwa Bwana Yesu tutabeba hiki. This is ubi of Christ.
Leo tuna michanganyo ya mentality, ya mawazo, ya mind, ya thoughts za watu zimewekwa kwenye neno la Mungu aliye hai. Atulishiki neno la Mungu, tunashika thoughts. Praise God. Are you listening? Amen. Unanielewa vizuri eh? Amen. Unanielewa vizuri eh? Amen. Watu watengeneza mfumo wao kumuondoa Kristo kwenye ownership. That's why kwa makanisa ili neno lifuate. Leo kwa sababu umezoea uganga na matambiko, usipopewa chumvi, mafuta, sabuni, udongo, sigara, nywele na mandazi, ni kama vile hujaabudu. Ukipewa neno la Mungu unalikataa. Lakini anasema neno langu ni kama, tumeandika nini? Neno la Mungu ni kama nyundo na moto, Yeremia 23:29. Yes. Neno langu ni nyundo na moto. Asa mafuta na moto kivyenye nguvu. Neno la Mungu ni nyundo, tena nini? Ni moto. When you carry the word of God, you are carrying hammer and fire. So you become fire by the word of God. Wangapi wanaelewa? Basi. Wangapi wanaelewa? Praise God. So take time ukameditate in this word of God, ikakaa ndani yako. Mwanangu, ni maisha, ni afya, ni uzima, ni baraka. Kuna majibu ya kila kitu. Praise God. Wangapi wanaelewa? Sema Bwana Yesu usiniache. Bwana Yesu usiniache. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, you must be called by the name of Jesus. Amen. Anasema kwa Mathayo 16, kwa jina langu mtatoa pepo, mtafanya miujiza, yes, mtafanya wagonjwa, hata mkeo ya kuwafisha vita. Anaposema kwa jina langu anamaanisha by my name. Yes. By my name. By my name. By my name. No, by my name. So there is a name upon you now. You can cast out the demon. You can heal the sick. Amen. Jina la Yesu likiwa juu yako, ukishaitwa kwa jina la nani? La Yesu, pepo inatoka, wagonjwa wanapona, miujiza unafanya. Ngoja njoo watu wawili, njoo mabinti. Samani nitatoa mfano huu. Natoa mfano wa kidunia kabisa. Mkuu wa polisi nani? Mheshimiwa Wambura si ndio? Sasa huyu mtoto ni wa Wambura. Huyu ni wa teacher Pasco. Si ndio? Huyu ni mtoto wa mwalimu Pasco. Huyu mtoto wa nini? Ni wa Wambura. Tuseme ukweli katika hali ya kawaida. Hawa jamaa wamemwibia mwenyekiti kuku. Si ndio? Wambura, mtoto wa Wambura kaiba kuku, na mtoto wa mwalimu Pasco kaiba nini? Kuku. Tuseme ukweli. Nani atakaa mahabusu? Wa Pasco. Yaani ukisema jamani, unaitwa nani? Ana. Mimi naitwa Ana Wambura, nimeiba kuku. Unaitwa nani? Pasco. Nimeiba kuku. Mwanangu utapigwa makofi. Baba ya sifa. Nani wewe? Wewe nenda nyumbani, Wewe hujaiba, unakosa. Baba ya sifa. Why? Kinachokutetea ni jina la babako mwenye nguvu. Amen. Jina la Yesu lina nguvu kuliko majina yote. If we are called by his name, we are very powerful. No demon, no power of darkness can attack our life. Amen. You get my point? Yani shetani akija akajua unaitwa kwa jina lake, wewe ni Marieta, Bwana Yesu kwa mataifa, kwa Bwana Yesu Kristo, Margaret Kristo, anakuacha. Why? Kwa sababu baba yako anakucover. That's why to be born again, tuzaliwa na Mungu aliye hai, to be called by his name. Wangapi wanaelewa? So life is easy. Life, wanafikiri mtoto wa waziri fulani anastahili kama sisi? Yaani mimi nimesoma Mama Marieta kwa kutembea na nini? Peku. Amen. Sio dhambi. Ila kuna watoto wa wazazi wenye rika ya kwangu hawajatembea peku. Amen. Ni nguvu ya baba aliyenizaa. Baba pesa. Kwa ukiona wenzako wanakula vizuri usilaumu. Si ndio? Wanaishi vizuri usilaumu. Kuna watu wanaongea Kiingereza kimenyoka, sio chakula cha kuungaunga na gundi. Bwana pesa sifa. They have English imekaa. Kaangalia wazazi wao wazaa. Amen.
Wewe unaongea Kiingereza cha mimi na Liliani na Marieta cha ukagundi. Baba pia sipa. Unakuta wao wamezaliwa no, praise God. Na sio hizo kusoma, sio za vidumu. Amen. Wazazi wao waliwatengezea mazingira. You get my point? Umeelewa Ila kuja kwetu sisi Kiswahili chenyewe kilikuwa shida. Kama Marieta, Bwana pia sipa. Mimi nimesoma kijijini Kiswahili nini? Shida. Kiingereza chenyewe punga mkono wako Yesu Bwana Yesu. Amen. Punga mkono wako. Yaani umesomea kwenye kibatali, mheshimiwa. Kile kibatali kimoja. You get my point? So there's the power of the father. Amen. There's the power of the mother. The name upon you. Bwana asifiwe. Wangapi wanaelewa? Asa leo kanisa la Mungu aliitwa kwa jina lake. Anasema kwa jina langu mtatoa pepo. Si kwa jina Yesu toka, hapana. Amen. The name lazima you upon you. You are called by his name.